Mawaziri wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar wamefanya ziara maalumu katika maeneo mbalimbali ya kilimo na ufugaji kwa lengo la kujionea maendeleo yaliyofikiwa katika sekta hiyo pamoja na kuwajengea uelewa utakaowezesha kuwa mabalozi wa maendeleo ya kilimo nchini. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, Waziri wa Kilimo na Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo Zanzibar, Mheshimiwa Suleiman Masoud Makame, amesema lengo la ziara ni kuweka mikakati ya kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao na mifugo ili kuhakikisha sekta ya kilimo inachangia kikamilifu katika maendeleo ya kiuchumi. Lengo mahsusi la ziara yetu kwanza ni kujenga uelewa kwa mawaziri juu ya sekta ya kilimo na maendeleo ambayo yamefikiwa, ili kuweza pia kuwa mabalozi wa kutangaza sekta ya kilimo. Lakini baada ya ziara hii sasa ni kuja na mpango mkakati wa kuimarisha zaidi sekta ya kilimo. Kuja na mkakati ambao utaongeza tija kwenye sekta ya kilimo kwa maana ya kilimo chenyewe pamoja na ufugaji. Kwa hiyo matarajio yangu kwamba baada ya wizara hii tutakuwa na ripoti yetu maalum ambayo tutaitoa na tutaiwasilisha cabinet kwa maana Baraza la Mapinduzi kuonesha hatua zilizofikiwa kwenye sekta ya kilimo, lakini pia nini kifanyike kwenye kuimarisha zaidi sekta yetu ya kilimo. Kwa hiyo hasa ndio malengo ambayo yamepelekea uwepo wa ziara yetu hii leo. Kwa upande wake, Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, Sera, Uratibu na Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mheshimiwa Hamza Hassan Juma, amesema mawaziri wamejifunza mambo mingi ambayo hapo awali hawakuwa na uelewa nayo, hususan katika sekta ya kilimo. Kimsingi tunashukuru katika ziara hii tumejifunza mambo mengi ambapo kwanza tulikuwa hatuyajui. Ukiangalia tumezoea kuona wafugaji wetu wadogo wakifuga kuku, pengine vyama vya ushirika wako watu 20 lakini wanafuga kuku 100. Kwa hiyo tulikuwa hatuoni ile tija hasa ya wafugaji, lakini leo tumeona mabadiliko makubwa ambayo Wizara ya Kilimo kwa ajili baada ya kuwashawishi baadhi ya wafugaji kuingia katika ufugaji wa kisasa, lakini vile vile kilimo cha kisasa ambacho kinatija. Kimsingi tumetembelea baadhi ya maeneo, nitazungumzia zaidi eneo la ufugaji wa kuku. Zanzibar sasa hivi tunaagiza kuku kutoka nje, na kwa sababu Zanzibar ni nchi ambayo inategemea zaidi uchumi wake sekta ya utalii. Mahoteli ya kitalii yaliokuwepo Zanzibar hayapungui mahoteli 400. Lakini ukiangalia kila ikija mameli kuna container za kuku maarufu tunaita Pedu. Lakini Pedu ni jina la kampuni moja, lakini kuku wengi ambao wanatoka nje ya nchi. Sasa uwekezaji ambao ulioingia sasa hivi Zanzibar ufugaji wa kuku, tunategemea ndani ya kipindi cha miezi 6 mpaka mwaka mmoja unaokuja uingizaji wa kuku Zanzibar utakuwa ni historia. Tumeangalia katika maeneo tofauti zaidi tuliangalia ile eneo la wale Zanchiki kule Kitope. Ule uwekezaji tunategemea utakuja kuondoa tatizo la kitoweo cha kuku kwa hapa Zanzibar, zaidi katika mahoteli, lakini vile vile kwa upande wa soko la ndani. Naye mkuu wa wataalamu wa kilimo Zanzibar, Salum Rehani, amesema sekta ya kilimo inaendelea kuzalisha ajira mpya kwa vijana kila siku na kuwa chanzo muhimu cha maendeleo ya kiuchumi ndani ya visiwa vya Zanzibar. Kila siku zinavyoenda, ajira katika eneo la kilimo linaendelea kukua, uwekezaji kwenye kilimo unaongezeka siku hadi siku. Tuna wakulima ambao wametanua mashamba makubwa katika maeneo mbalimbali, hasa kusini, kaskazini na wilaya kati. Lakini kuna tatizo ambalo linajitokeza sasa hivi la baadhi ya mahoteli, badala ya kufanya shughuli za utalii kwa kulisha wageni kwa vyakula ambavyo wanachukua ndani ya nchi, lakini wao wanalima wenyewe katika mahoteli yao, kitu ambacho hakimo katika makubaliano ya mkataba wa uwekezaji wa mahoteli. Na si hivyo tu, mbali ya kulisha ndani ya hoteli, lakini wanauza katika mahoteli jirani. Mpaka sasa kuna mahoteli tuliyofanyia utafiti karibu 17 yamelima katika maeneo yao ya ndani ya mahoteli yao, kitu ambacho kinaondosha fursa sasa kwa wakulima wetu, na hasa msimu kama huu tuliokuwa nao safari ambapo tunakadiria mazao mengi, tutavuka ile projection ya uzalishaji tuliokuwa tumeizungumza mwanzo. Kutakuwa na ongezeko kubwa la uzalishaji wa mboga na matunda
na hivyo kupunguza kwa kiasi kikubwa sana uingizaji wa mazao kutoka nje, hasa kwa mazao haya ya tungule, pilipili, tikiti, maboga na nini, yamezalishwa kwa wingi sana. Tuna imani kwamba tunaweza kufika 80% mpaka 80% tunajitegemea sisi Zanzibar. Kwa hiyo fursa ipo na mashirika na mabenki yapo ambayo tunaweza kuunganisha wakulima, ifike pahala kwamba Zanzibar tuweze kujitosheleza wenyewe kwa kuzalisha kila kitu hapa, isipokuwa yale tu mazao ambayo hapa Zanzibar hayawezi kuzalishwa kutokana na hali ya hewa. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Amrat Kombo.